Tukasoma kile kifungu cha Mwanzo sura ya 30 ule mstari wa 25 hata ule wa 27 kwa habari ya Labani na Yakobo. Tuliangalia pale kwa mapana yake. Tunaona Labani anamwambia Yakobo, usiondoke na kuomba, kaa hapa, kwa sababu ninajua baraka hizi nimezipata, mifugo hii kuongezeka, wanyama hawa kuongezeka, utajiri huu kuongezeka, ninajua ni kwa sababu ya Mungu wako, ni kwa sababu yako Mungu amenibariki, ni kwa sababu yako. Ndio maana Labani alikuwa hataki Yakobo aondoke, alikuwa anatamani endelee kubaki naye pale pale muda wote, ili azidi kuzipokea zile baraka, ili azidi kuzifurahia zile baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe inawezekana hata kwako leo, mtu wa Mungu, kuna mahali watu watagongania usiondoke. Hiyo ni ofisini. Ukiondoka hakikisha kabisa watu wameona pengo kwenye ile ofisi ambalo hakuna atakayekuja kuziba. Mtu wa Mungu, unanielewa? Watu waelewe kabisa katika hiyo familia, ukiondoka hakika lionekane pengo ambalo halitakuja kuzipika, ya kwamba hakika alikopo mtu katika ile eneo. Na ikiwezekana kabisa wakung'ang'anie usiondoke kwa namna yote ile, kwa sababu wanajua ukiondoka hizo baraka ambazo wanaziona sasa hivi wakati upo hawataziona tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ninakuombea uwe mtu wa namna hiyo 2026 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Sasa leo nitagusa sababu hii moja na ya mwisho, na tutapata muda wa kuomba kama ilivyo kawaida. Yani sisi maombi ni pai, maombi ni principle, ni kanuni kutoka kwenye madhabahu. Hatuna namna kuacha kuomba, hatuna namna kukwepa maombi. It is a responsibility, ni wajibu wetu, na ndiyo maelekezo ya Mungu ambayo ametupa kutoka kwenye madhabahu. That's why we call power in prayer, nguvu katika maombi. So tegemea kabisa tutakapomaliza, tukiingia kwenye maombi, there is a power to deliver you. Kuna nguvu ya kukuvusha, kuna nguvu ya kukuweka huru, kuna nguvu ya kukugusa, kuna nguvu ya kukuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, sababu hii ya mwisho kwa nini nazihitaji hizi baraka nimekuandikia hapa, kukusaidia wewe mtumishi wa Mungu kuepuka usiishi maisha ya dhambi. I repeat it. Kukusaidia kuepuka usiishi maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ninarudia tena. Mungu anapokubariki wewe, Mungu anaponibariki mimi, sababu yake nzuri kutoka mbinguni, sababu yake nzuri kutoka kwenye ufalme wake, sababu yake nzuri kutoka kwenye kiti chake cha enzi, ni anahitaji kuniona mtoto wake, kumuona mtoto wake haishi maisha ya dhambi, anaishi maisha matakatifu ya kumpendeza. Haleluya, haleluya. Okay, kwa nini ninasema hivi? Ukiona mwizi anaiba, ujue kuna shida kwenye eneo la baraka la uchumi wake. Kumbuka Kumbukumbu la Torati, let us read here. Kumbukumbu la Torati sura 28 ili tuweze kuelewana vizuri. Kumbukumbu la Torati ile sura 28. Tulisoma andiko hili, hebu naomba tulisome tena hapa kwa kutokana na hii hoja ambayo Mungu ametupa. Kumbukumbu la Torati ile sura 28 ule mstari wa kwanza hata ule wa 13. Maandiko yanasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Itabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayoyatia mkono wako, naye atakubariki katika nchi akupayo Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona sasa hizi baraka. Okay, ninataka nikuonyeshe Mungu anapokubariki ili anakutaka wewe usiishi maisha ya dhambi, kukusaidia usiishi maisha ya dhambi.
Nimekwambia mfano huu. Ukiona mwizi anaiba au anaenda eneo fulani kwa ajili ya kufanya uharibifu, ujue kuna shida kwenye eneo la baraka la uchumi wake. Ana uhitaji na fedha, ana uhitaji na mali. Kuna changamoto kwenye eneo la baraka ambalo Mungu ameahidi kwamba litabarikiwa kapu lake, itabarikiwa mifugo yake, itabarikiwa kazi ya mikono yake. Kwa kuna changamoto na kuja kutokea kwamba kuna ukosefu wa hizi baraka katika maisha yake. Ana uhitaji wa fedha. Sasa kuna changamoto kwenye eneo la baraka, ameshindwa kukaa na Mungu vizuri, ambapo Bwana anaweza akasababisha baraka kwenye eneo hili la uchumi wake au kwenye eneo hili la uhitaji wake wa fedha, mpaka akaamua kwenda kuiba fedha eneo lingine. Kwa hii ni ishara ya kwamba kuna shida kwenye eneo la baraka la uchumi wake. Ndio maana anaamua kutumia njia nyingine kutafuta fedha nje ya baraka ambayo Mungu alimkusudia awe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hujanielewa? Ukiona kuna changamoto, nimekuandikia hapo. Ukiona mwizi anaiba mifugo, vivyo hivyo kuna changamoto kwenye eneo lake la baraka la mifugo. Ameshindwa kuendelea, ameshindwa kuona matokeo, ameshindwa kuona msaada, ambapo kwamba naye anaweza kaanzisha kafuga, afu bado kuna mahali kupitia zile baraka ambazo Mungu ameachilia kwenye eneo la mifugo akavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anaenda kwa ganga wa kienyeji kutafuta mtoto, ujue kabisa ya kwamba kuna shida kwenye eneo la baraka lake la uzao. Ndio maana Mungu ana kila sababu kutamani kuona wewe umebarikiwa, ili usiishi maisha ya kumtenda dhambi. Kwa sababu once unapochukua maamuzi ya kwenda kwa mganga wa kienyeji kutafuta mtoto kwa sababu ya kukosa mtoto, hii ni ishara ya kwamba baraka kwenye eneo la uzao hazipo. Zingekuwepo hizo baraka, ungeona matokeo. Sasa na kama hamna baraka eneo hili la uzao, au unaona hamna matokeo za baraka ya uzao kwenye eneo hili, haimaanishi sasa udipache, upite nje ya mapenzi ya Mungu. Kumbuka tuliposoma huku Kumbukumbu la Torati ile sura 28 kuanzia ile mstari wa kwanza. Kumbuka maandiko yanasema hivi: utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuyashika maagizo ya kuagizayo hivi leo, na kuyatii na kuyatenda, ndipo baraka hizi zitakufuata. Kumbe unapotoka nje ya mstari, unapotafuta watoto kwa waganga wa kienyeji, listen to me. Hata wewe mwingine, kuna mtu mwingine anafanya biashara ya kujiuza mwili wake. Yaani nisikilize mama, Mungu hajakosa njia ya kukulisha wewe, wala hana njia ndogo za kukulisha wewe. Mungu si kwamba amepungukiwa njia za kukupatia wewe fedha, ana njia nyingi sana za kupatia fedha. Kuuza mwili wako kwa ajili ya kupata fedha, this is a problem of blessing. Hili ni tatizo la baraka kwenye eneo lako ambalo bado hujajua kudili nalo vizuri ili lilete matokeo. Na niko hapa, Mungu kanituma kwa ajili yako wewe unanisikiliza. Mungu ana njia nyingi za kusababisha matokeo ili uweze kuona kwenye maisha yako yakitokea mwilini na ukiyaishi dhahiri. Roho ya baraka ya Mungu ina namna nyingi ya kukusaidia wewe kutoa mahali fulani kwenda mahala pengine. Kutafuta shortcut katika mafanikio, kutafuta shortcut katika kuhitaji kuona matokeo sahihi, ni kutoka nje ya maagizo ya Mungu. Na ukitoka nje ya maagizo ya Mungu, unakuwa haujatembea ndani ya baraka zake, unakuwa umetoka nje ya baraka zake. Na listen to me, take it will help you. Itakusaidia kesho na kesho kutwa. Listen to me. Hata kama umetoka nje ya mstari wa Mungu, ukatafuta baraka kwenye ufalme wa giza, ukatafuta baraka kwenye madhabahu za giza, listen to me, mwisho wake huwa ni mbaya. Havisustain milele hivyo. Mwisho wake huwa ni maumivu. Mwisho wake huwa vina majuto. Mwisho wake huwa vina hali fulani ya uchungu ambao utakuja kujutia kwamba why I do that? Kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini nilitenda hivi? Kwa sababu mwisho wake itakuja kukusumbua, itakuja kukutesa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani mara zote hakupi kitu ambacho utakifurahia. Utaonekana kizuri wakati wa mwanzo, itaonekana ni kizuri wakati unacho kwa muda huo, but akati muda unazidi kwenda, majira yanazidi kwenda, vipindi vinabadilika, misimu inabadilika, utakuja kujua baadaye, okay, niliingia kwenye mfumo au nilijiambatanisha na madhabahu ambayo sikutakiwa kuambatanishwa kwayo. Nisikilize kwa makini. Hata kama umetulia na Mungu vizuri, bado ukamuuliza Mungu eneo hili la baraka, lakini ukaona miaka inakata, miaka inaenda, lakini hauoni matokeo,
Nisikilize, hii maanishi sasa ya kwamba utafute shortcut au Mungu hakuoni. Mungu anakuona, Mungu anakusikia. Nakumbuka katika vipindi vyetu vya nyuma nimezungumza kauli hii. Babangu wa kiroho mmoja akasema, aamini kwamba kuna kitu chochote kwenye dunia kinaweza kumzuia kuendelea mbele au kupiga hatua kuendelea mbele, isipokuwa vitu hivi viwili tu ambavyo vinaweza kumzuia na vikampa muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, kitu cha kwanza alisema the voice of the Lord, sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inaweza kumzuia kwenye eneo fulani. Hebu tulia hapo hapo. Hebu tulia kwanza. Uwe mpole kwanza. Uwe mpole kwanza. Sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sauti ya Mungu inaweza kukuzuia hata wewe. Ili kwa sababu anakuwa ameshaiona kesho yako. Anakuwa ameshaona kule ambapo unataka kwenda. Kwa Mungu anapokuzuia sio kwa ubaya, anakuzuia kwa mema kabisa, kwa sababu anajua kabisa ukilazimisha kwenda kuna hatari huko mbele. So anakuhitaji kwanza, calm down, relax, tulia katika hali hiyo hiyo. Niko na wewe, sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, jambo la pili ambalo linaweza kumzuia, ambalo nami pia ninaishi haya, ninapenda kwa sababu nime acknowledge that that is a proof. Ni sahihi, ni sahihi na ni muhimu kuapply katika maisha ambayo tunaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili alisema ni is a process, mchakato. Bwana Yesu asifiwe. Heshimu mchakato, mtumishi wa Mungu. Usijali kabisa, usione kwamba muda umekutupa mkono. Upo kwenye mchakato, upo kwenye maandalizi, upo kwenye process ambayo ukija kutoka hapo ukienda kwingine unakuwa umetoka kwenye hatua ambayo tayari umeiva. Mungu hawezi kurupusha kwenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kurupusha kwenye eneo ambalo limebeba hatima yako. Atakutrain, atakuandaa. Ndio maana maandiko yanasema upitapo katika maji mengi, mito haitakugharikisha. Upitapo katika moto mkali, wala mwali wa moto hautakuteketeza. Utapita. So you are in process. Upo katika mchakato. Kwa unapokosa eneo hilo la baraka la uzao, calm down, relax, calm down, pray. Endelea kuomba, uwe mpole, uwe mvumilivu. Omba, mvumilie Bwana. Omba, usikate tamaa. Calm down. Hata kama kuna sauti zitanyanyuka, ndugu yangu, kuja kukushawisha kwamba mbona unachelewa? Mbona umekaa hapo muda mrefu? Mwambie tu tulia, ninamjua Mungu ninayemwekea imani. Ninamjua Mungu ambaye ninamwamini. Yuko pamoja nami, yuko kazini, atanitoa hapa. Baraka za Mungu zikikujilia au unapozihitaji hizi baraka, ni kukusaidia wewe usiishi maisha ya dhambi. Na ninakuombea hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa kuna changamoto himo inakuwa kubwa kwa wanadamu wengi. Mungu anapotubariki au Mungu anapokubariki, wengine ndio wanaishi maisha ya dhambi sasa. Yaani sasa mwingine sasa watanijua. Sasa ndio watanielewa vizuri sasa kwamba yule ambaye kwa namfahamu walikuwa hamjui vizuri. Sasa hivi ndio watanijua. Mpaka wengine wakasema ukitaka ujue tabia ya mtu subiri ashike pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kufahamu tabia ya mtu subiri ashike pesa, utajua tabia yake. Sasa mimi ninakuombea kabisa, Bwana anapokubariki, hiyo roho anayoachilia ndani yako, fedha zikawa sehemu ya maisha yako hazikomi, ninakuombea kabisa tabia yako isibadilike. Endelea kumpendeza Mungu. Endelea kumwishi Mungu. Endelea kunyenyekea mbele za Mungu. Mungu anapokubariki hahitaji umuasi. Mungu anapokubariki hahitaji umtende dhambi. Na kama Mungu amekubariki ukishamtenda dhambi, kuna matatizo yatakuja kutokea. Kuna consequences ambazo zitakuja kutokea. Okay, tuangalie watu wa kadha hapa wachache kwenye Biblia ambao Mungu aliwabariki, lakini sasa zile baraka zikaleta shida.